Bwana Yesu asifiwe tena. Ni mchungaji Apostle Emmanuel, wasalimu wote katika jina la Yesu Kristo, Mungu aliye hai. Niseme ya kwamba Mungu amenilinda na Mungu amenipigania na nimeona mkono wake akitenda mambo makuu na mambo mema. Kwa hivyo siku ya leo sina jambo lingine la kusema ila ni kushukuru Mungu kwa sababu ya wema na utukufu wake, na kwa yale ambaye zaidi mno ambaye amenifanyia, kwa sababu kuna wengi ambaye walikuwa wanahitaji kuiona hii siku, lakini wamesalala. Si kwamba wao ni waofu ama ni wabaya, lakini Mungu ametupatia kibali sisi pia ani kupumua siku ya leo. Sijui kama nyakati nyingine wewe ambapo ulio uhai siku ya leo, kama unajiuliza ya kwamba kama leo hiyo uhai ulio nayo, pumzi ulio nayo siku ya leo, kama ingelikuwa unailipia gharama, je, saa hii ungekuwa hakika umetoa gharama ya pesa ngapi? Sijui ungekuwa umetoa gharama ya pesa ngapi mpaka hapo ambayo umefika, tangu nyakati ambapo ulipokuwa mtoto mdogo mpaka hapo ambapo umefika. Licha inafikanga wakati mwingine sisi kama wanadamu tunasahau ambapo mahali ambaye sisi tumetoka na yale ambaye Mungu ambapo ametufanyia, tunasahau sana. Ukiona mambo mingi sana ambapo Mungu amekuepua kutoka tangu ulipokuwa tumboni la mama yako na hadi vile ulizaliwa na mpaka hapo mahali umefika. Sasa wewe ni mtu mzima, lakini nyakati hii wengi husahau mahali mtu ametoka na mahali mtu amefika. Lakini kwa zaidi ya yote, wacha kwanza nishukuru Mungu. Baba wa mbinguni, mfalme, ni asante kwa sababu ya wema wako na utukufu wako. Asante kwa sababu ya kibali na nguvu na utawala na kwa Roho wako Mtakatifu. Asante kwa sababu Yesu Kristo mfalme, wewe ndiye Mungu, kimbilio na msaada, ambapo Bwana mabwana umetufikisha siku hii ya leo. Baba, tazama na huyo ambapo anayenisikiliza. Baba, unajua haja ya moyo wake, Mungu wa majeshi, mfalme wa fulani. Kuna mwingine hapa ambapo anapitia changamoto mbalimbali. Ninaomba Yesu Kristo siku ya leo ukaweze kuwakumbuka, ukaweze kuwapigania, ukaweze kuonekana, ukaweze kuwafanyia mambo makuu na mambo mema. Jina lako Yesu libarikiwe na liinuliwe. Asante Mungu, maana nilijua kwamba kupitia Roho wako Mtakatifu unaenda kuwagusa, unaenda kuwapigania, unaenda kuwatawala, unaenda kuponya mioyo yao na kuponya hakika maisha yao. Anayeugua kiroho na anayeugua kimwili na wapone katika jina la Yesu Kristo. Asante Mungu, maana wewe ni mfalme, na katika jina la Yesu tuomba na kuamini. Amen. Kwa hivyo nitaenda kwa haraka sana kwa sababu ya wema ambaye Mungu ametupatia na hapo ambapo Mungu ambapo ametufikisha. Kwa hivyo sitachukua muda mrefu, lakini nataka kuwaambia ama kuzungumza maneno machache kupitia ufalme wa Mungu. Ufalme wa Mungu, kitu cha kwanza lazima uelewe, wewe uko katika ufalme gani? Uko katika ufalme gani? Umezaliwa katika kingdom gani? Ukiona nyakati mwingi hakika mambo yale ambapo naye yafanya, nilikuwa nasema lazima ujue which kingdom that you are you. Kwa maana ni ufalme gani ambapo wewe uko ndani yake, ama umezaliwa katika ufalme gani? Maana hata maandiko yanasema aliyezaliwa katika mwili ni mwili, aliyezaliwa katika roho ni roho. Kwa hivyo lazima wakati ulipozaliwa ulipoletwa katika dunia hii, mama yako alikuchukua miezi 9 akakulea, na ukawa siku imefika ya kumjua Mungu. Na wakati umemjua Mungu, basi
wakati ambapo umemjua Mungu, lazima ufuate yale ambaye yanayotokana na njia ya umungu. Leo nataka kuzungumza kidogo kupitia mambo ya kitabu cha Wakolosai 3 mstari wa 5. Wakolosai 3 mstari wa 5, ambapo maandiko yanasema, basi fisheni viungo vyenu vilivyo katika ndani ya nchi, uasherati, uchafu, tamaa mbaya, mawazo mabaya na kutamani, ndiyo ibada ya sanamu. Kisha mstari wa 6 akasema, kwa ajili ya mambo hiyo huja ghadhabu ya Mungu. Kwa hivyo hizo vitu zinaleta ghadhabu ya Mungu. Kwa hivyo kuwa na katika mambo ya uasherati, kuwa katika mambo ya uchafu, tamaa mbaya, mawazo mabaya na kutamani, hizo vitu zote ni ibada za sanamu. Unapata ya kwamba kuna kitu, kuna sanamu iko ndani yako na ujui. Unajua sanamu si ile mchongo tu watu wanaenda kuinamia. Sanamu ni aina mingi, kwa sababu unaweza kuwa wewe unainamia fedha, unaweza kuwa wewe unainamia, hakika ndani yako kuna sanamu ya hasira, haitokangi, haujui kusameheana, haujui kufanya nini. Wewe hiyo ni sanamu iko ndani yako. Kazi yako ni kutenda mwingine mabaya. Wewe uko na sanamu ndani yako ya kutukanana. So ni sanamu, ni kimiungu kiko ndani yako. Leo kama hujatukanana au usikii vizuri, au usikii ukiwa sawa, ni kwa sababu ile roho iko ndani yako. Hiyo roho iko ndani yako lazima inakuguide katika ndani ya maovu. Sasa Mungu akasema, na tamaa mbaya. Tamaa hii mbaya imefanya watu wengi wameuana, watu wengi hakika wamekosa kiasi, watu wengi hakika wamekuwa na fitina, watu wengi wamekuwa na faragano. Ni kwa sababu ya tamaa iliye mbaya. Mwingine anaua ndugu yake, mwingine anaua jirani yake. Ni kwa sababu ya tamaa. Hutaki kuona mwingine ameprogress, amekuwa successful. Na tamaa huleta uchawi ndani ya mtu. Tamaa mbaya inafanya mtu anaenda kutafuta sanamu mingine, miungu mingine. Unaondoa mwingine duniani kwa sababu ya tamaa zako. Sasa Mungu kesho wewe, maana umeua mtu kwa sababu ya tamaa, kesho wewe Mungu atakufanya namna gani? Umeenda kutafuta miungu. Wengine umeweka vitu vinavalinda, wengine umeweka vitu kwa nyumba, na unasema wewe ni Mkristiano. Umeokoka lakini kuna miungu uko nayo. Umeokoka lakini umefuga majini. Umeokoka lakini umefuga nyoka. Umeokoka lakini uko na vitu, uko na mamba kwa nyumba yako. Umeokoka lakini zile vitu unavyofanya, uasherati uko mbele yako, ukahaba uko mbele yako. Kama ni mdada umefaa uchi, alafu unasema umeokoka, unaenda uchi kwa barabara. Leo hii angalia hata wanawake vile mnafaa. Hata wale vijana wanaenda kuoa, jamani, hata tunashindwa mtaoa nini? Kwa sababu wasichana wa leo hata hawafanyi kitu gani? Hawajiamini na wao wenyewe hakika hawana adabu kivyao. Lakini ukiangalia hapo awali vile watu walikuwa wanafaa vizuri, mpaka hata wewe unakuwa very pleased. Unatamani, unaangalia huyo mtu vile amefaa. Lakini nyakati hii, wadada, niwaambie vizuri, kuenda uchi si kusema ya kwamba utafutia upate mtu wa ndoa. Hapana. Kukaa uchi hauwezi ukafanya mume akupende. Hiyo ni kujitangaza how less you are, how cheap you are. Lakini when you respect yourself, utapata mwanaume pia anakurespect. Lakini unapopata unatembea uchi, matiti yako iko nje, nguo zako angalia vile mapacha yako yote iko nje, and then you are telling people that you are born again. Where? Ukiwa unatembea uchi, unaenda wapi? Vijana wa leo nao angalia vile.
kuna manguo zimekuja, unapata umevaa jeans yenye imetoboka ni kama panya amekula. Suruali unaweka chini chini ya tako lako. Ati sasa ni udodcom. Which class are you serving? Nisikuone kanisani ukiwa unafaa na vitu kama hizo. Usikuje kabisa. Kama hizi ndio vitu ambapo watu, angalia vile unafaa. Mimi najiuliza the way ambapo you are wearing. Mbona muendi katika interview wakati mnaenda kutafuta kazi? Mbona mfai hivyo? Muende interview, umefaa hizo nguo zimetoboka ni kama panya wamekula. Mbona ufai hivyo? Hayo ndio maswali sometimes huwa najiuliza. Mtu unapoenda kutafuta interview unafaa suti yako mzuri. Hata ule interview akikuangalia anaona una represent very well. Lakini tunaingia kwa madhabahu tunaenda uchi. Mapacha yote iko nje. Nguo zinakaa aje, uchani nywele. Unakaa jambazi tu. Na tunaenda kumtafuta Mungu. Leo hii nikikwambia ama rais amekualika State House, hata afadhali ukope pesa uende utafute suti na kiatu mpya. Unyoroke kabisa, unaenda ukiwa mpaka kama ni kusefu umesefu vizuri. Kama ni mwanaume, nywele yako umeitengeneza sawa sawa. Mwanamke umetengeneza vizuri kabisa, uko sawa, una represent very well. Lakini sasa kuja katika ibada mnakuja kama majambazi kanisani, hamuamini Mungu. Unajua hii gospel, watu wanahubiriwa gospel ambaye ni ya kuongeza chumvi na sukari. Watu wamechukulia gospel imekuwa kitu kwao, kitu rahisi. Maana hata maandiko inasema katika kitabu cha Petro 2:5 inavyosema vizuri ya kwamba mlipokuwa wachanga mlikunywa maziwa, lakini mlipokuwa vile mnaendelea mkaanza kukula chakula kigumu. So uwezi ukawa ya kwamba wewe ni mtoto kila wakati. Lazima ujue wakati ambapo uko katika level hii unaenda ukisonga. Kwa hivyo mwili wako kama umezaliwa kiroho, umezaliwa na unajua Mungu ndani yako, kweli yako, huyo Yesu unayesema ya kwamba I'm born again. Kuna vitu ambavyo katika ndani yako Yesu atakwambia, mwanangu usifanye hii. Hata mwili wako peke yako, discernment spirit inakuambia no, this one is not right. Fanya hivi. Hii ndio mzuri kwako, usitende hivi. Lakini mbona tunatenda? Mbona tutende ambaye yasiye mazuri? Mbona tutende yasiye mfurahisha Mungu? Mbona tutembee uchi? Unafurahisha nani? Hata harusi za siku hizi, mimi nashindwa hata wachungaji wenye mnasikanisa harusi. Unapata ya kwamba hata harusi hazina heshima. Unahesaje sikanisa harusi yenye mwanamke gauni yake matiti yote iko nje, mgongo iko nje? Hizi ni harusi aina gani? Na ndio unaona leo kesho watu hawako pamoja kwa sababu wamepatia mgongo, wameleta vitu ambapo hata kwa wazazi wale ambapo ni iniro mnaanza umesaraaniwa already. Umeonyesha iniro yako, mapacha yako, umemuonyesha nyonyo zako, mgongo yako yote iko wazi. What is this? Tunapaswa kubadilika, na ni vizuri watu wabadilike na ujue ya kwamba who you are worshiping. Tuache mambo ya sarakasi. Sasa hizi ndio vitu zile ambapo Paulo aliona ndiye akaandika hiyo barua ya Wakolosai. Aliangalia akaona watu wako katika habari ambapo esiye mtukuza Mungu, mawazo hayo mabaya. Wewe unaenda kanisani, unaenda kukireti tension, na unakuja kwanza ukiwa umejichelewesha na kale kanguo umefaa, hata wewe mwenyewe unafaa, alafu unaenda ukaa pale mbele.
Unashinda ukifuruta nguo inakaa pipe. Usikuje kama una nguo, uko na simu expensive but you cannot buy a good clothes ya kwenda kanisani. Interview ulienda na nini? Au kwenda na nguo zimetoboka. Ulienda ukajirepresent vizuri and then you get that job that you are working right now. Let us praise the Lord. Mbona tunatukuza Saitani? Vile vitu ambapo mnafanya vitu mko na ibada, na ndio maana leo hii kuna maombi unaona ujibiwi kwa sababu ibada yako ulifanya na ibada na Saitani. Kuna madhabahu yako ndani yako, hautaki hao madhabahu kujiachilia. Na ndio maana leo hii injili ya ukweli imekuwa diluted, na pahali kuko na injili ya ukweli watu hawataki kusikia ibada kama hiyo. Maana hutaki kukemewa, unataka kuambiwa uko sawa, hutaki kuambiwa hii ni dhambi. Lakini afadhali uambiwe ukweli na ukataa hiyo mchungaji kwa sababu amekueleza ukweli, lakini kesho hautasema hukuambiwa. Fuata njia ya Mungu kwa sababu Mungu ako na haja na wewe. Ako na haja na wewe. Hebu nikuambie ama nikuulize. Hata kama tuseme for example wewe umeoa, unani mwanaume mgani ambaye ako na akili tamamu ameoa, alafu anaweza waachilia mke wake atembee uchi kwa barabara kabisa kama you value? Wewe si ule mtu ambapo hautaki huyo mtu asi kama yaani ni mtu ambapo umeamua kabisa kuoa na kukaa na mwanamke, mama wa watoto wako. Nani anaweza kubali that bibi yako anatembea kwa barabara ako naked? Ako naked. Nani? Ni mwanaume gani ako na akili? Hata mwanamke akijaribu kufanya hivyo namwambia go inside there quickly. Faa nguo ambayo inayependeza. Maana wewe akavaa kama kahaba na ako kwako. Na leo hii ndio hiyo ambapo ndio nasema unapata ya kwamba watu wenye wanafaa pale kwa club na Wakristiano wa leo wengi wanafaa kama wao. Paka tumekosa utofauti. Nani ameokoka, nani hajaokoka? Kwa sababu tumeiga mitindo ya huko. Tumeiga mitindo ya huko. Sasa kama Mkristiano ameokoka anasema Bwana Yesu asifiwe, na nguo zake zimekatwa kweli kama za kibabeli. Amekaa hata wewe ukimwangalia vile amekaa. Amejiweka vitu zingine, macho amejichora, ameweka vitu zingine. Sasa hata wewe unasangaa, what is this? Hizo ni ibada zile za sanamu ambapo Mungu anasema, maana unamkosoa Mungu vile alikufanya, yale maumbile Mungu alikupatia hautoseki. Unaambia wewe Mungu kaa kando, haukunikamilisha kunitengeneza, wacha nijitengeneza hapa kwingine. So unaona Mungu hakufanya kile ambacho alipaswa kufanya. Ndio unaona unajiongeza. Wengine wanajiongeza huku nyuma, wanameza madawa. Ndiposa unapata shape yake pia inaenda mpaka inaharibika. Huku kwingine kuna kuwa kubwa na upande mwingine ndogo. Sasa hata vile anatembea, naona hiyo mtu ni kama nyaugenya basi, inataka kuanguka. What is this? So let us walk with the Lord. So tutembee vizuri, tutembee na Mungu, tutembee na Yesu. Tamumenikasiris. Hata sorry hata kutumia mambo ya nyaugenya basi. Yeah. Lakini wacha watu wakuwe na
So mambo hayo ndio unasikia pale mstari wa 6 inasema hii mambo haya yote imeleta ghadhabu ya Mungu. Ghadhabu ya Mungu imejaa kwa watu wanatembea wakiwa ndani ya mapigo, hawajui hasira za Mungu zimewaka kwa sababu watu hawafanyi ibada ile maalumu. Mungu anapokuja kuangalia, kutafuta mtu wafanye ibada ya Roho Mtakatifu, ibada inayemfurahisha Mungu. Mungu anakosa, anaona ndani ya mtu yule kile kiko ndani ni kitu chafu. Ibada yenye natoka pale ni ibada inayenuka vibaya, hakuna manukato mazuri. Mungu anahama. Kwa hiyo watu wabadilike. Mstari wa 8 maandiko ikasema, lakini sasa yawekeni mbali nanyi haya yote, hasira na ghadhabu na uovu na matukano na matusi vinywani mwenu. Kuna watu ndani yao matusi kwa vinywa vyao ni kawaida tu. Ni kawaida. Huyo mtu ndani yake matusi haikosi. Kutoka Januari mpaka Januari matusi kwa kinywa chake. Tunaenda ibada, Yesu ako kwa ibada tu hiyo siku. Baada ya kutoka hata kwa hiyo mlango ya church, tena unatukanana. Hata ukiwa kwa njia ukielekea kanisani bado unatukanana. Sasa mpaka unashindwa hii ibada gani ambapo watu wanafanya. Kwa hivyo ni vizuri watu tuweke mbali hayo mambo. Maana Mungu amesema waekeni hayo mambo ambapo yanayoleta ghadhabu kwa mtu. Wengi wanatembeanga lakini ndani yao mapigo ilijaa. Maana sasa unapata unaombea mtu huyo, unamuombea mambo yake ibadiliki kwa sababu kuna vitu hataki kuachilia. Hautaki kuachilia mambo ya kusamehana. Umebeba mtu kutoka Januari mpaka Januari, umembeba miaka na miaka, ako katika ndani ya moyo wako, umwachiliangi na unataka Mungu akubariki. Mungu aweza akubariki, maana anasema waachilie hicho kwanza chenye umeshika ndio nikubariki. So umesikiria crutch. Hutaki hakika kusamea mwenzako. Kila saa hasira ndio zimejaa, hasira imekaa. Maandiko yanasema katika kitabu cha Proverbs ya kwamba hasira inakaa katika kifua cha wapumbavu. Kwa hivyo kama hujui kutubu, hujui kuomba Mungu nisamehe hii jambo ambapo liko mbele yangu, nisamehe niondolee, ili Mungu naye aweze kupata nafasi ya kuja ndani yako. Kwa hivyo kuna mambo lazima tuweke kando ili Yesu Kristo naye aweze kupata nafasi. Yende kama uko hapo na hutaki kusikiliza injili hii, ama unaona hii injili haikupambi, lakini that is the fact. No shortcut in heaven. Lazima ujue ya kwamba Yesu anakutaka na lazima utembee kwa usawa. Hakuna kutembea katika mambo ya unajisi, mambo ya uchafu, mambo ya kutosameheana, alafu unasema Yesu nisaidie. Katika ndani ya mstari wa 9 nikienda haraka, msiambiane uongo kwa kuwa mumefua kabisa utu wa kale pamoja na matendo yake. Msiambiane uongo. Na sana sana mahali ambapo kuna ukweli, watu wanapatanga ya kwamba watu wanapona, watu wanahubiriwa ukweli. Hapo ndipo unapatanga wengine hawataki ukweli. Hata unaweza pata ya kwamba mwingine anaanza kusema hapo ni kwa devil worshiper, maana ukweli huko. Ukweli huko. People nowadays they don't want the truth. They need mahali watu ambao wanadanganywa. Lakini mtakaa katika injili ya kudanganywa namna gani? Utaishi katika injili yenye haina faida, haina matunda. Maana Yesu akasema ya kwamba katika injili ambapo mtakapohubiriwa itaambatana na miujiza. Injili hii itaambatana with signs and wonders. So injili yenye ambapo watu unaenda kanisani umekaliwa na mapepo, unatoka tena na mapepo.
unaenda kanisani, mgonjwa unatoka na magonjwa tena. Sasa hiyo ni ibada gani? So lazima uende kwa madhabahu. Kama ulikuwa mgonjwa, hiyo mizigo ya ugonjwa inaisha. Ulikuwa umefungwa, ufunguliwe. That is the gospel. Aweza ukaenda, Yesu akasema kujeni mlie na mizigo mmelemewa, nitawapumzisha. Kwa hivyo lazima uamini Injili. Injili inafungua, Injili ni moto, Injili inaokoa. Inaokoa hiyo Injili. Kwa hivyo msiambiane uongo, wacha kupiga mwenzako katika uongo kutafuta umaarufu. Unaongea sukari ukisema ya kwamba hata unatafuta hadithi ya uongo. Umesikia mwenzako unaenda unaongea vitu zingine zenye hata wewe uelewi. Unaongea mambo ya uongo. Sasa hiyo uongo wako ukumbuke unapanda mbegu yenye siku moja ambapo utafuna ama utakuja kuipata tena katika ndani yako. Sasa miaka hata ukiwa uzeeni, maana maandiko yanasema ya kwamba hakuna mtenda dhambi ambaye atakayetoka duniani kama ajalipwa yale ambapo alifanyia wengine. So ndio unakuja kukumbushwa vile ulifanyianga mtu. Badilika. Na kubadilika ni kutubu yote na kukaa sawa na Mungu. Na kusema Mungu nisaidie, nipe neema, nikumbuke katika njia yote. Kwa hivyo, kama vile ambapo nilikuwa nimetoa video ile nyingine, nikawaambia ya kwamba wakati mmoja nilipotoka katika mwili huu, Mungu akanitoa katika mwili huu, nikajiona nimepelekwa katika dunia ingine. Na wakati nilipofika katika dunia ile ingine, hii mwili niliona nimeuacha hapa, nimepaa na mwili mwingine. Na nilipopaa katika mwili mwingine, nilipofika katika kule juu, nilipatananga na malaika. Malaika huyo akanikaribisha vizuri sana. Na huyu malaika alikuanga na upanga mrefu sana, na ulikuwa na signs, na ulikuwa na makali. Una signs sana. So katika ndani yake yule malaika wakati aliponikaribisha, akaniambia, Emmanuel, umekuja, karibu sana. Lakini wakati huo nikiwa pale kulikuwa na nyumba nzuri sana kubwa. Nikasikia soft worship, watu wana worship. Nikamwambia, hey malaika, nahitaji kuingia kwa hao watu ambapo wanaimba. Nasikia hizo nyimbo zinanifutia, nataka kuingia hapo kwa hao wanaimba. Akaniambia, basi nitakupeleka, lakini kuna process ya kuenda mpaka mahali pale kwa hao wenye wanaimba. Nikamwambia ndio, nitaingia. Akanifungulia mlango. Na wakati aliponifungulia mlango, kumbuka huyu malaika ni yule ambapo anasimama kwa gate. Yeye kazi yake ni kuwelcome watu, mioyo ya watu wenye ambao wametoka duniani. So wakati aliponifungulia mlango, nilipatana kwa yule mlango. Akafunga mlango, akafungua mlango, alafu akaufunga. Yeye baada akasimama pale nje. Sasa kule ndani kulikuwa na process. Kule ndani kulikuwa na process. Kulikuwa na malaika 7 wamechipanga line ndani. Na kila malaika lazima every stage ambapo unaingia katika yule malaika lazima upimwe mwanzi. Nilikuanga na hubiri injili ya mwanzi, sikuanga najua mwanzi ni kusema nini. So wakati kupimwa mwanzi ni kuangaliwa kama wewe uko qualified. Unawekwa mizani, uangaliwe kama uko sawa, kama unaweza kuingia katika ile sehemu ambapo inaifaa. So kutoka pale nikaingianga kwa malaika wa kwanza. Yule malaika wa kwanza amesimamia utakazo. Yule malaika wa utakazo nikapimwa mizani katika malaika ule wa kwanza wa utakazo. Nikapitanga. Nikaonekana niko sawa. Nikaingia kwa malaika wa pili wa ukombozi. Wakati nilipofika katika malaika yule wa pili wa ukombozi, pia nikapimwa. Kumbuka katika hii stages, yule malaika unaingia pale, kwa kila malaika kuna nguvu na uwepo kubwa sana.
if you are not qualified, that power inakupush mpaka nje ya mlango. So nikaqualify tena kwa malaika wa pili, nikaenda kwa malaika wa tatu ambaye anasimamia kikao cha nuru, mwangaza. Nikapimwa tena pale katika malaika yule wa tatu ambapo amesimamia department ya nuru ama mwangaza. Nikapita, kulikuwa na nguvu pia ya ajabu. Nikapita katika hiyo kikao, nikaingia kikao cha 4. Kikao cha 4, yule malaika anasimamia uhai. Yeye kazi yake ni uhai, anapima mambo ya uhai na uzima. Yeye ndiye ako na uzima na kikao cha uzima. Yeye ndiye amesimamia kikao cha uzima. Bwana Yesu asifiwe. Pale nikapatikana siku qualify katika kikao cha 4 kwa sababu department ile ya uhai na uzima siku qualify pale. Nikapatikana ndani yangu kuna mauti. Na mauti iliyokuweko ndani yangu ni kutosameana, kwa sababu kuna mtu alikuwa amenikosea na alikuwa ana repeat the same kosa. Unamsamehea, anakuja tena anarudia kosa. Sasa na kutoka pale jambo lile kumbe nimeliweka katika moyo, aliondoki. Licha mimi ni mhubiri, nahubiri. Nahubiri, natoa prophecy, lakini ndani yangu kumbe kitu kile kilikuwa installed katika roho yangu. So malaika yule wa 4, nguvu zenye zilikuwa pale, maana kumepatikana mauti ndani yangu na si kuweza kuqualify. That power ilikuwa katika kikao cha 4. Yule malaika nguvu zake zikanisukuma mpaka nje ya ule mlango. Nikapatananga na yule malaika tu alikuwa ameni welcome katika ndani ya kiti cha Mungu ama katika makao yale ya Yerusalemu. Akaniambia, Emmanuel, unajua kwa nini au kuqualify kikao cha 4 au kusameheana kule duniani? Kwa sababu ya vile hata kama ulikuwa umekosewa. Nikamwambia it is because of how the situation it was. Akaniambia that is not the point. Mtu yoyote amekukosea na amekukosea na wewe hata kama wewe si wewe umemkosea, na wewe ni yeye amekukosea na wewe hujamkosea, na ukaweka ile kitu ndani ya moyo, hiyo kitu inaweza fanya usiingie katika ufalme wa mbinguni. Hata kama unadhioma, hata kama unanena kwa ndimi, hata kama unahubiri, hata kama unafanya nini, unaweza kosa kuingia katika kiti cha Mungu. Sasa yule malaika akaniambia kuja. Akanitembeza kwanza. Akaniambia kuja kwanza. Juu kwanza nikamuuliza wale watu ambapo nimeona pale ndani, juu nilikuwa nimebakisha kuingia, wale watu ni wachache. Kamuuliza wale watu ni wachache tangu wakati wa Adam na Eve watu walipoumbwa, kwani watu wanakufanga wanaendanga wapi? Watu you can count them, ni wachache sana. Yule malaika akaniambia njoo. Akanionyesha, akaniambia kuja waangalia kwanza dunia. Kumbe dunia ni kitu kadogo sana. Dunia ni kama television. Kumbe Mungu hakuna kitu kinatokanga nyuma Mungu. Dunia ni kama television. Unaiona ni kama mfiringo tu, ni kadogo. So